So hii ndo trigger. Jinsi ya kuiwasha, unabonyeza hapa pembeni kwenye hii button, then inawaka, unaishikilia inawaka. Then hii ni button ya kufanya testi, kama unataka utest unabonyeza hapa. Then hii ni ya kuzungusha na kubonyeza. So hizo ubonyeze ama uzungushe. Hichi kimodi kingine hapa. So hivyo ndio inavyofanya kazi. So jinsi ya kuconnect kwenye trigger yako. So kwa mfano mimi natumia hii trigger ni 850. Hii ni 850 Mark 3. Ni nzuri, lakini mimi sikurecommend uchukue hii. Kwa sababu ukichukua hii utashindwa kufanya kazi vizuri pamoja na hii trigger. So hii trigger ni nzuri, lakini hii ni speedlight ya manual. So kuna speedlight zenye modi zote zenye manual na auto. Hii sio nzuri kwa matumizi ya kwa matumizi ya hii. Kuna feature utashindwa kutumia kutokana na hii ina feature nyingi nzuri ambazo kwa hii speedlight yangu ina feature za kizamani, inaninyima kufanya vitu vingi. Okay. So let's go kwenye connection. So kitu ambacho ni cha muhimu cha kwanza unaachana na speedlight yako. Kitu ambacho ni cha muhimu ni kwenye trigger. Okay, so ngoja nisogee karibu. Okay, so kitu ambacho ni cha muhimu ni kwenye trigger yako. Sasa hii ndo trigger. Ngoja ni focus kidogo. Okay, so hii ndo trigger yako. So kitu cha muhimu kabisa wakati wa connect ni unaachana na flash, deal na trigger yako. So unachofanya unaenda kwenye setting. So kwenda kwenye setting unashusha hii kwa chini. Then unakuja hapa setting. So hii imeandikwa setting, utabonyeza hapa setting. Then ikishakuja setting unaenda hapa kwenye sync. No. Unaenda kwenye wireless, then una click scan. Inakuskania. So hii speedlight yangu ID sina. Kwa ID nimeweka off. Haina ID speedlight yangu natumia, lakini kama ni mtu unatumia AD unaweza kaweka ID inakusaidia ili usiweze kushare na watu wengine. Kwa mfano umesha seti speedlight yako, umeseti labda kwenye 20 kwenye ngapi, hizo zitakazokupa hapa. So kwa mfano hii unaona hapa imenitafutia, imenipa hizi hapa. Kwa hiyo nichague katika hii moja wapo nitatumia ipi. Mimi napenda kuchukua namba kubwa. Kwa mfano nitachukua 21. Nimechagua 21. Kwa hiyo nitachukua 21 nitaweka 21 kwenye speedlight yangu. So nitaweka huku 21, channel 21. Kwa hiyo nitaenda menu kwenye speedlight yako. Nadhani watu wengi kwenye speedlight wanajua jinsi ya kwenda kwenye channel hapa. Channel unabonyeza hapa. So unaona channel hapa chini zinacheza. So hii ndio jinsi ya kunani channel. Channel zikicheza unazungusha mpaka ifike channel 21. Channel 21, 25, 24, 23, 22, 21. So ikishafika channel 21 hivi nadhani mnaona channel zinazo blink hapo. So channel 21 hapo ndo tunasetia. Hapo kila kitu kipo. Sasa hizi zingine sizitumii. So channel 21. Then ninachokuja test. Natumia hii kutest. Hii button hapa. Umeona? Ukibonyeza hii button hapa inawaka. Sema speedlight yangu mimi battery low, lakini nikipunguza inaweza kuwaka. Kwa hiyo ukitest kubonyeza hapa inawaka. Unaona inawaka kabisa papa. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha muhimu. Kwa key point ni kuanza na trigger. Anza na trigger kusearch, then wireless scan. Ukisha scan ile utakayoipata ndio unaenda nayo. Then kama una ID, eka hii ID itakusaidia. ID inakusaidia ili uweze kutofautiana. Unaweza kuwa wengi mpo kwenye channel 21, lakini ID umeweka ngapi? ID pale ndio mtakapo tofautiana na photographer wengine. Kwa hiyo unaweza kuwa kweli mna share channel, lakini kwa unatumia strobe yako mwenyewe na usiweze kushare na mwingine. Kwa hiyo ID ni kipengele cha muhimu kama una device ambayo ina ID. Okay, so kama una chochote cha kushare karibu sana. Then
Kitu cha muhimu sana kingine ambacho hata mimi kilikuwa kinanisumbua mara ya kwanza ni power. Kwa mfano umeona group A hapa iko off, so nadhani nikaikliki nikaiwasha, group A inakuwa iko on. So kuna power ya group A. Power, achana na power ya kuongeza hii. Kwa mfano hii ni power ya speed light, unaongeza speed light nguvu mpaka 9. Unaweza kutumia hapa, unaweza ukabonyeza hapa ukazungusha. Hii batani ya pembeni, unaweza kubonyeza batani ya pembeni ukazungusha au ukapunguza au ukabonyeza hivyo kama. So ndo hivyo, hiyo ndo key point. Au ukipunguza inapungua, ukiongeza inaongezeka. So ni hichi knob cha pembeni cha kuzungusha na cha kubonyeza. So unaweza au ukatumia touch ukapunguza. So ni wewe tu mwenyewe utakavyoamua hivyo. So hiyo ni kuongeza power ya kwenye speed light. Lakini kuna power ya group. Kwa mfano ukienda hivi, umeona, unaweza sometimes ukashangaa unapiga picha zako lakini unaishia kwenye 1/4 au fiki 1/1. Ukiona ufiki 1/1 unajua hujaweka au hujaitia nguvu hiyo group A, umeamua kuipunguza nguvu. Kwa sababu unaweza kuwa unapiga picha unataka labda trigger ya kushoto iwe na nguvu kubwa, trigger ya kushoto, trigger ya kulia iwake mpaka 1/1. So unagusa hivi. Kwa mfano unaona hapa, ukikusogeza ukislide hivi inaongezeka, ukifanya hivi inapungua. Ukipeleka hivi hii iko 3, B iko 3. Hizi ndo power za group. Kwamba unataka nani yangu iwe na power ifike 1/1 au isifike. Kwa hiyo nikiishia hii, nikiishia 5/6 kwenye group B, inamaanisha hii nitakaochomekea trigger hapa, hata nifanyeje, hata niongeze vipi hizi haiwezi kaongezeka. Yaani hata uje uongeze vipi haiwezi kaongezeka. Hata ufanyeje haiongezeki. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu cha kuangalia. Aidha hii power ya hapa chini, before hujaongeza huku na kupunguza, kuna power ya kuslide ambayo ni power ya flash. Hii za chini ni exposure. Hii ya chini ni exposure compensation ambayo na yenyewe ni feature muhimu sana iliyopo kwenye hii trigger. So exposure compensation pia ni feature muhimu ambayo iko kwenye flash. Exposure compensation FEC inakusaidia kuweza kukwepa hizo na kuongeza. So FEC ni feature muhimu sana. Hii ni exposure compensation ya flash. Then inaweza kutumika kwenye A ama kwenye B. Inaitwa fake flash exposure compensation. Hizo ni moja kati ya features za kijanja za kwenye hii trigger. Anyway, kama kuna chochote, welcome guys.